Watu wengi sana tunaijua historia ya mwanasiasa nguli na mashuhuri na aliyekuwa rais wa kwanza wa South Africa, anaitwa Nelson Mandela, na tunajua mambo gani alishawahi kuyapitia katika maisha yake yote ya wanasiasa mpaka akawa rais. Lakini kupitia historia yake leo napenda nikufundishe vitu vinne kupitia historia yake. Before sijaendelea na vitu hivyo vinne, nataka nikusimulie kwa ufupi sana historia yake. Nelson Mandela alizaliwa mwaka 1918 katika kijiji kidogo sana South Africa, na katika kuishi kwake akachagua kuwa mwanasiasa, na katika kuwa mwanasiasa aliamua na kujizatiti kupigania haki za watu weusi wa nchi ya South Africa. Na katika kipindi hicho serikali ya South Africa ilikuwa inawabagua sana watu weusi, na katika harakati zake nyingi za kupigania ikapelekea kupata changamoto ya kufungwa gerezani. Zaidi ya miaka 27 alikuwa gerezani. Katika kukaa gerezani mwaka 1990 Nelson Mandela alibahatika kutolewa gerezani, na alipotolewa, kitu cha kushangaza zaidi, dunia ilishangaa pale ambapo hakuwachukia wale watu waliomfunga. Badala yake alikuwa na amani ya kuweka chuki ndani yake. Na mwaka 1994 Nelson Mandela akachaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa South Africa. Sasa katika historia hii nataka nikufundishe vitu vinne au kupitia historia ya Nelson Mandela. Kitu cha kwanza, subira na uvumilivu. Katika historia ya Nelson Mandela tunaona kwamba Nelson Mandela kupitia changamoto zake zote alizokutana nazo, kufungwa gerezani zaidi ya miaka 4, alikuwa na subira na uvumilivu, hakukata tamaa. Hapo tunajifunza kwamba maisha yanaweza kuwa magumu, lakini subira na uvumilivu huleta mafanikio mwishoni. Kitu cha pili ni kwamba tumejifunza kwanza kusamehe badala ya kulipiza kisasi. Kwa mtu mwingine angeweka chuki ndani yake, angeweka chuki moyoni mwake, lakini baada ya miaka 27 yote aliyokaa gerezani, Nelson Mandela hakulipiza kisasi. Hapa ndio tunapopata funzo kwamba msamaha huleta amani wa maendeleo kuliko chuki. Sidhani kama leo Nelson Mandela angelipiza kisasi angefikia kile ambacho Mungu alimpangia. Kitu cha tatu, nimejifunza kwamba kupigania haki kwa watu wengine. Usiruhusu mtu mwingine anyanyaswe wakati wewe una uwezo wa kumsaidia. Nelson Mandela alikuwa na uongozi ndani yake. Sasa kupitia kile kilichomsukuma akutamani mtu mwingine anyanyasike. Hapo ndo tumefunza kwamba ni muhimu kusimama katika upande ambao unanyanyaswa, hata kama ni vigumu, ya kupasa usimamie haki kama kiongozi. Na kitu cha mwisho, uongozi wa kweli ni kuunganisha watu. Kama kiongozi, baada ya Nelson Mandela kutoka gerezani na kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa South Africa, hakuwabagua wale watu weupe. Badala yake aliwaunganisha pamoja na kuwafanya kama ni nchi moja ya South Africa. Hivyo basi, kwa kumalizia ni kwamba kiongozi bora sio yule ambaye anajua kuongea sana, au sio yule ambaye anataka aonekane anaogopwa, bali kiongozi bora ni yule ambaye anayeleta upendo kwa watu, amani na ushirikiano kwa wale watu wanaoongoza. Ni simple sana hivyo tu.